tumekusanyika kwa lengo ambalo Imam Juma amelisema, na nadhani itakuwa mara ya pili kutoka hapa. Tumezoea miaka mingi sana iliyopita, shughuli hii ilianzia ndani kule kwa kahawa tu na biskuti, na ndivyo walioasisi shughuli hii walitaka iende namna hiyo. Kwa hiyo mara hii ya pili tumetoka hapa nje kuonyesha jambo hili ni jema, lilianza kwa familia tu ndani na watu wachache, sasa limekuwa jambo kubwa. Lakini mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufurahia kwake kunakuwa na mafundisho kwenye kila hatua yatoka kuzaliwa kwake mpaka alipomaliza umri wake. Moja ya fundisho ni hili, katuambia kijana wetu Maalim kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mtu anabadilika tabia kutokana na mwenendo wa rafiki yake. Kwa hiyo mtu anapotaka kuchagua rafiki awe makini sana nani anamfanya kuwa rafiki yake. Na wanazuoni wamesema kullu khullatin wa sadaqatin li ghairi llahi, kila urafiki, uswahiba au siku hizi upambe unaofanyika nje ya utaratibu wa Mwenyezi Mungu huwa unabadilika na kuwa uadui. Tulioko hapa tujikague vizuri, mara ngapi umeingia kwenye matatizo na shida kwa sababu ya rafiki mbaya? Hivyo ni muhimu sana. Ujumbe wetu wa Maulidi wa mwaka huu ni wewe kujikagua vizuri. Rafiki uliye naye, unadhani ni rafiki wa sawasawa? Unadhani ni rafiki ana maslahi kwako kwenye dini yako na dunia yako? Ukiona huko kumekaa sawa, endelea naye. Ukiona huko hakujakaa sawa, wahi sasa kukata urafiki huo, kwa sababu utakuletea majuto hapa na utakuletea majuto katika maisha baada ya kufa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kheri, atujalie siku kama ya leo, muda kama huu, mwakani tukutane hapa, na inshallah tutakutana kwenye namna nzuri zaidi. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.